Kwa majina naitwa Jerome Sezero, ni mwanachama wa kikundi cha Simba Mtandaoni. Niko na wenzangu hapa tumewakilisha uongozi wa kikundi chetu. Tunashukuru sana uongozi wa shule hii ya msingi Mtambani kuweza kuturuhusu kuja kufika hapa na mmetupokea vizuri. Tuliwiwa baada ya kupata taarifa kwamba kuna watoto ambao wana mahitaji maalum, usonji na wengine hawasikii na changamoto mbalimbali. Tukaona kwamba sisi kwa hii wiki ya Simba tuweze kufanya kitu chochote, wakati tukiendelea kwenda kwenye msimu mpya, basi kama sehemu ya ibada, sehemu ya maandalizi, tuweze kutoa chochote ili tukimwomba Mungu huko mbeleni tuweze kufanikiwa. Basi tunashukuru mmeweza kupokea vizuri. Tumejifunza mambo mengi sana. Kwa mimi binafsi ni kwa sitegemei kukutana na kitu kwamba katika shule ya serikali kuna sehemu ambayo ni special, tumetenga eneo maalum au darasa maalum kwa ajili ya kusaidia watoto wenye changamoto mbalimbali. Nakumbuka kipindi cha nyuma ni kwamba watoto wote walikuwa wanakusanywa pamoja, wenye uwezo wa kupanda ngazi na ambao hawana uwezo, wenye uwezo wa kusikia na ambao hawezi kusikia, walikuwa wanakaa kwa pamoja. Basi kulikuwa na unyanyapaa mkubwa sana. Ila kwa hiki nilichojifunza leo ni kwamba shule hii na serikali imeweza kujitahidi sana kwa huu mfumo kwamba wale watoto wenye changamoto wanakaa kwa pamoja, wanafundishwa kulingana na uwezo wao na vifaa vyao maalum. Basi tutoe wito kwa watu wengine, wana Simba na wasio wana Simba na jamii kwa ujumla, kwamba kuna watu wengi sana wana mahitaji na sisi kwa kitu kidogo tunaweza tukafanya jambo, tukaiokoa, tukaisaidia jamii. Tumejifunza kwamba watoto hawa hata wao wakifundishwa polepole kwa vitendo hasa na kuangalia TV na kutumia vifaa mbalimbali, huwa wanaboreka na wanakuwa watoto ambao wanaweza wakajitegemea kabisa huko mbeleni. Tuna watoto wengi majumbani, basi tusiwaache majumbani, tuhamasishe walioko majumbani waje shuleni. Shule sasa hivi nyingi zina maeneo maalum, zina madarasa maalum kwa ajili ya kufundisha ili waweze kuboreka na kuwa imara ili waweze baadaye kuendelea na majukumu mengine. Tusiwakatie tamaa, kila mmoja ana nafasi yake akipewa uwezo. Basi kile chochote tunachokipata tujitahidi ili tuweze kusaidia jamii. Leo tumeweza kutoa madaftari, tumeweza kutoa kalamu, tumeweza kutoa counter books na vitu vingine ambavyo vinaweza vikawasaidia. Ila pia tumegundua watoto hao wanashinda siku nzima hapa. Serikali inatoa chakula, tunashukuru, lakini pia kama kuna mtu mwingine anaweza kaja akachangia kwa namna moja au nyingine, aje awasaidie watoto hawa. Na si kwa shule hii tu, shule ni nyingi, mahitaji ni mengi, kila sehemu, kila mtu alipo kwa wakati wake afanye jambo hili la tendo la huruma ili tuweze kuwasaidia wale ambao hawana uwezo na tusiwaache watoto nyuma. Kwa sala hizi, kwa sadaka na imani, sasa mwaka huu Simba tutakuwa vizuri. Sisi wazee wa kuskani tutaskani vizuri na tutafanikiwa, maana mwanzo umeanza vizuri na huko mbeleni tunategemea tutafanya vizuri zaidi. Sisi hatushindani na mtu mmoja, sisi tunachotaka ni makombe. Wewe kama unataka kugombana na sisi ni shauri, wewe ni mtu mmoja tu. Kwa hiyo sisi tunapambana na tuchukue ligi. Sasa kama unataka kushindana na mtu mmoja, shauri yako. Nchi na timu 16, wewe ni mmoja tu, hata ukipotea tukujui sisi. Kwa hiyo sisi tunapambana kuchukua makombe na kufanya vizuri. Kwa tushindana na mtu mmoja. Kwa hiyo mkae huko na shida zenu. Sisi na hii sala tuliyoitolea tuna imani kabisa itatusaidia. Mungu atubariki sana. Kwa majina naitwa Lucky Marine Majala, ni mmoja wa wanachama na shabiki wa Simba Sports Club. Group letu linaitwa Simba Mtandaoni. Leo tumefanikiwa kufika hapa shule ya msingi Mtambani, ambapo tumekuja kuona wadogo wetu ambao wana uhitaji maalum, watoto ambao wana autism, watoto ambao hawasikii na wenye changamoto mbalimbali. Tumefurahi sana kufika hapa kuelekea ufunguzi wa msimu mpya. Huwa tuna tabia ya kurudisha kwa jamii. Kwa leo tumeona tuje tufike hapa shule ya Mtambani ambayo iko Boko kwa ajili ya kuja kuwafikia wadogo zetu. Tumewaletea misaada mbalimbali, lakini pia tunawasihi na watu wengine waweze kurudisha kwa jamii, kuja kuwaona watoto kama hawa. Shule ziko nyingi, mahitaji ni mengi, walimu wanajitoa sana, serikali inajitahidi sana kufanya makubwa, lakini wadogo zetu wanahitaji vifaa ambavyo vitaweza kuwafanikisha na kuwasaidia na kuwapa ulazima au umuhimu wa kuona ni wao wanafaa kuja shuleni. Kwa hiyo tunawasihi watu wengine waweze kuja kufika katika shule. Maeneo yako mbalimbali, lakini waweze kuwafikia watoto wenye uhitaji maalum. Tumeweza kufanikiwa kuwapa madaftari, kalamu, makaunta book, lakini na imani hivi sio kwamba ndo vinatosha. Mwingine yote ambaye ataguswa anaweza kuleta zaidi ya hivyo ambavyo sisi tumeleta, na tunawashukuru sana uongozi wa shule, wametupokea vizuri toka siku ya kwanza ambayo tulikuja kuchukua data.
kwa ajili ya kwenda kujichanga, na leo pia tumekuja kufanikisha jambo hilo. Tunashukuru uongozi, mwalimu mkuu, mwalimu Komba ambaye ndo anasimamia kitengo hicho, wametupokea vizuri. Tunashukuru tumeweza kuwafikishia wadogo wetu, pia wametupokea vizuri sana. Tunashukuru, wamefurahi na sisi tumefurahi. Basi tumuombe Mungu aweze kutusaidia, kwa sababu kusajili tumesajili vizuri. Mungu ni mwema, tunamwamini Fadlu, tunaamini kikosi chetu, tunaamini uongozi wetu, na makombe msimu huu ni ya kwetu. Simba nguvu moja. Kwa majina anaitwa Mwalimu Venansis Kafunje Mwasemakwela, ni mkuu wa shule ya msingi Mtambani. Ninashukuru nimetembelewa na ndugu zetu, rafiki zetu kutoka Simba Mtandaoni. Wametutembelea leo shule ya msingi Mtambani kwa ajili ya kutoa misaada kwa watoto wenye mahitaji maalum. Wametuletea vifaa ambavyo vilikuwa vinahitajika sana, hasa madaftari. Kuna baadhi ya familia ni maskini, hawawezi kumudu kununua hivyo vifaa, hasa ukizingatia kwamba hao watoto ni watoto wenye mahitaji maalum, wanapoteza mara kwa mara, wanaharibu, lakini wakati mwingine replacement au kurudishia wazazi wanachukua muda. Sasa kwa kupata msaada huu mkubwa, utatusaidia kuendelea kutoa elimu kwa ufanisi kwa watoto wetu, na watoto wetu wamefurahia, wameviona vifaa, wamepokea peni, wamepokea kalamu, wamepokea madaftari makubwa, madogo. Kaunta hizi tumezipokea, ziko za kutosha. Tunawashukuru sana sana sana, na tunaalika na wadau wengine waweze kuguswa kwa ajili ya kusaidia watoto wenye mahitaji kama haya. Watutembelee shuleni kwa ajili ya kusaidia watoto wetu. Jamii ikielimika, tukisaidiana sisi wenyewe kama Watanzania, tutakuja hatuna mtoto ambaye anabaki mtaani akiogopa gharama za kusaidiwa kwenye elimu. Kwa tunawashukuru sana ndugu zetu wana Simba, na Mungu awabariki na mkawe na mafanikio. Na leo natambua kwamba mnaenda kwenye mechi, Mungu awasaidie mkapate mafanikio. Mungu awabariki sana. Niwashukuru, mimi narudia tena, naitwa Venance. Niwashukuru sana ndugu zangu sana sana sana. Nifikishie salamu kwa viongozi na wanachama wengine wa Simba. Karibuni sana Mtambani shule ya msingi. Asante, naitwa Mwalimu Teresia Komba. Nafundisha shule ya msingi Mtambani, shule ya msingi, lakini ni mwalimu wa kitengo cha watoto wenye ulemavu wa akili na usonji. Na pia kuna kitengo cha watoto wasiosikia viziwi. Karibuni sana ndugu zetu wanachama wa Simba katika shule yetu ya msingi Mtambani. Tunawashukuru sana kwa misaada mbalimbali ambayo imeileta siku ya leo, na imani kubwa sana vifaa hivi vyote ambavyo mmevileta watoto wetu vitawasaidia sana. Kwa hiyo tunawashukuru sana. Katika kitengo chetu tunao wanafunzi wengi ambao tunao hapa shuleni. Na uhitaji ni mkubwa kulingana na mahitaji ambayo wanahitaji. Mahitaji ambayo tunahitaji kwa ajili ya watoto wetu, tunahitaji vifaa pia vya michezo, kwa sababu watoto wetu pia wanajifunza kwa njia ya michezo. Tukipata mipira, tukapata jezi, wakati mwingine kunakuwa na mashindano, mfano ya Olympic, huwa tunasafiri pia kwenda mikoani kwa ajili ya watoto hao wenye ulemavu wa akili. Lakini pia tunahitaji vifaa vingine, kwa mfano vifaa vya michezo, bembea. Watoto pia wanajifunza kwa kutumia bembea, ile ambavyo wanabembea na michezo mingine, basi wanakuwa na uelewa fulani katika tendo la kujifunza. Lakini pia tunahitaji vifaa kama zile blocks, kwa ajili labda clay soils, kwa ajili ya kutengenezea maumbo mbalimbali darasani. Lakini pia tunahitaji luninga, television. Pia wanajifunza kwa njia ya kusikia, kwa njia ya kuona. Kwa hiyo tunahitaji redio kusikia, pia wanajifunza kwa njia hizo. Kwa hiyo tunahitaji sana wadau mbalimbali kujitokeza, waje shuleni kwetu kwa ajili ya kusaidia hili kundi ambalo lina uhitaji sana hapa shuleni. Lakini pia nitoe wito kwa nafasi hii pia tena nyingine, wapo watoto wengine ambao bado wako majumbani, nao wanahitaji sana kupata hii elimu.
ni kutokana na kwamba wazazi wanakosa uwezo wa kuwaleta shuleni, kwanza kutokana na gharama, wengine wako mbali, lakini pia kingine ni hata ule uelewa wa kujua kwamba kuna elimu shuleni inatolewa kwa ajili ya hao watoto, wengine bado hawana huo uelewa. Kwa hiyo tunahitaji wazazi ambao wana watoto majumbani wasiwafiche tu, wawalete shuleni waweze kupata hii elimu. Mtoto anapokuja hapa inakuwa ni anabadilika, yani akianzia hatua ya kwanza, ya pili na ya tatu, kuna kitu ambacho anapata. Kwa hiyo anabadilika, ule utegemezi pia unakuwa unaondoka. Kwa mfano alikuwa hawezi kwenda chooni, hawezi kushika kitu fulani, baadaye anakuwa anaweza. Na kuna wengine ambao wakimaliza kwa mfano hatua ya kwanza, ya pili na ya tatu, akifikia ile hatua ya tatu akawa na uelewa, akaweza kusoma, mwingine baadaye anaingia kwenye madarasa ya kawaida, normal classes, kwamba inclusive. Kule kuna wengine ambao wanaendelea na kuna wengine ambao tayari wamemaliza darasa la 7 na wamefaulu vizuri. Kwa hiyo sio kwamba watoto hawawezi, wanaweza. Kwa wale ambao tunaona kabisa kwamba hawawezi, basi wanaenda kwenye vyuo vile vya ufundi. Kuna kitu ambacho wanakipata na wanaondokana na ule utegemezi.